Bwana Yesu, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu uliye hai. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi ambayo Bwana umetupa asubuhi ya leo. Watoto wako na watumishi wako, Bwana, tuko kwenye madhabahu yako kwa ajili ya kula chakula ambacho umetuandalia. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Mungu, fungua mioyo yetu ipate kuelewa kile ambacho umekikusudia kwa muda na saa hii, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa ajili ya watoto wako, kwa kila mmoja aliyefika mahali hapa, hata yule ambaye yuko njiani kwa ajili ya kuja, Mungu, katika madhabahu yako kwa ajili ya kula chakula ambacho umemwandalia katika Jumapili ya leo. Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu, ni Mungu ambaye unampa kila mtu utakaye sawasawa na makusudi yako. Mungu, tunakushukuru kwa Roho wako Mtakatifu ambaye asubuhi ya leo ametukusanya kwenye kusanyiko hili, si kwa nguvu zetu, si kwa uweza wetu, bali ni kwa neema na rehema zako. Uturehemu Mungu mahali ambapo tumekosea, ambapo panaweza pakazuia, Mungu, usijifunue katikati yetu. Damu yako ipite na kutakasa fikra zetu na mawazo yetu na miili yetu na akili zetu na nafsi zetu, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti aliye hai. Yeyote ambaye anasikia neno lako la uzima, Bwana, akapate, Mungu, kulisikia na kulielewa sawasawa na makusudi yako, akazae matunda ya pasayo toba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti aliye hai. Tunaalika Roho wako Mtakatifu, Bwana, mahali hapa atuhudumie jinsi tupasavyo, katika jina la Yesu Kristo. Ninasimamisha nguzo zako za moto kwenye madhabahu yako hii, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kila mishale ya adui inayopambana katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kuzuia neno lako mahali hapa, Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, iwe kusini, magharibi, kaskazini, mashariki, ninaachilia uweza wa kimbingu na ufalme wa Mungu, Bwana, ukatuzingile na kutufunika katika madhabahu yako hii, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti aliye hai. Mungu, ninakushukuru. Amen. Basi namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama katika madhabahu hii, lakini pia nashukuru kuhani wa madhabahu na viongozi wote kwa kunipa nafasi kusimama mbele yenu katika kile ambacho Mungu amekikusudia. Haleluya. Tuna kichwa cha somo kinachosema tumia akili kiroho ili ufanikiwe kimaisha. Tumia akili kiroho ili ufanikiwe kimaisha. Akili ni eneo la ndani, au akili ni eneo ndani ya nafsi ya mtu. Akili ni eneo ndani ya nafsi ya mtu. Haitoshi kumwomba Mungu peke yake. Haitoshi kufunga na kuomba ili uweze kufanikiwa kimaisha. Watu wengi tunataka tufanikiwe kimaisha, lakini hatutumii akili ili tuweze kufanikiwa kimaisha. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza ni akili ni eneo ndani ya nafsi. Mwanadamu ameumbwa na vitu vitatu, au ili mtu aitwe mwanadamu ameumbwa na vitu vitatu. Ameumbwa na roho, ameumbwa na nafsi, lakini pia ameumbwa na mwili. Mwanadamu akitaka amtumikie Mungu kwa kiwango ambacho Mungu anataka hapa duniani, lazima alinde sana mwili alionao.
Haleluya. Sasa hiyo sio kiroho, ni kimwili. Biblia inasema mwanadamu ni roho mwenye nafsi hai inayoishi ndani ya mwili. Mwanadamu ni nafsi hai, sio iliyokufa, ni nafsi iliyo hai. Hai manake ina uwezo wa kupokea na kuchakata mambo na kuyaweka kwenye ufanisi ili yaweze kutenda kazi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kama mwanadamu ni nafsi iliyo hai inayoishi, ni roho yenye nafsi hai inayoishi ndani ya mwili, manake tumeumbwa katika roho, tunatenda katika nafsi, tunaishi katika mwili. Kwa hiyo unatakiwa uwe na Roho Mtakatifu atakayeweza kukusaidia kutafsiri mambo ya rohoni ili yapate kwenda mwilini, ambaye Roho Mtakatifu anaweza akatumia nafsi ulionayo kuweza kuweka mambo ya roho ya tafsiri ili mwili upate kuelewa, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye hana mwili. Roho Mtakatifu analeta tafsiri kwa kutumia nafsi yako ili mwili upate kuelewa kwamba roho inataka nini. Haleluya. Kwa hiyo chunga sana mwili wako na chunga sana nafsi yako. Kwa hiyo jambo la kwanza, akili ni nafsi. Akili ni eneo ndani ya nafsi ya mtu lililoumbwa kwa mfano wa Mungu. Akili ni eneo ndani ya nafsi ya mtu lililoumbwa kwa mfano wa Mungu. Haleluya. Fungua kile kitabu cha Mithali 3:19. Mithali 3:19. Aliyepata anisomee. Amen. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Amen. Neno la Bwana linasema, kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Amen. Kwa hekima Mungu akafanya nini? Aliweka misingi ya nchi. Aliweka misingi ya nchi. Kwa hiyo misingi ya nchi imewekwa na Mungu aliye hai. Ndio maana nasema misingi ya mwenye haki ikiharibika, misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Manake kuna mtu ambaye Mungu amemweka kwenye dunia, amemweka kwenye nchi, amemweka kwenye familia, amemweka kwenye kanisa. Misingi ya kanisa ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Okay. Mwenye haki ni mtu wa namna gani? Mwenye haki ni mtu wa namna gani? Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu si juu ya kula na kunywa, ni juu ya haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwenye haki
ni ule mtu ambaye amembeba Kristo kwenye moyo wake. Anaweza kusema jambo kimamlaka, kimungu, lile jambo likatekelezeka au likafanikiwa katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa tafsiri ya kawaida tunaweza tukasema mwenye haki ni ule mtu ambaye amemkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na anamtumia Kristo kimamlaka ili mambo yafanikiwe au yatekelezeke. Okay. Mungu anasema kwa akili alifanya nini? Anasema kwa hekima ya Bwana aliweka misingi ya nchi. Kwa hekima ya Bwana. Kwa hekima Bwana, sio ya Bwana. Amesema kwa hekima Bwana. Amen. Aliweka misingi ya nchi. Sawa? Amen. Kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Amen. Kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Kwa hiyo akili ni eneo ndani ya nafsi ya mtu. Sawa? Amen. Lililoumbwa kwa mfano wa Mungu. Okay. Mwanadamu alipoumbwa hakuumbiwa dhambi. Hakuna mwanadamu aliyekuja duniani akaumbiwa dhambi. Alipoumbwa, manake mwanadamu alipokuwa naumbwa kulikuwa hakuna dhambi. Tunaenda pamoja? Ndio maana tukisoma katika neno lake tunaona kwamba Mungu alikuwa anampa maelekezo Adamu kwamba amepewa maisha yake kwenye bustani ailime iweze kumzalia matunda na kumpa chakula. Hakuna mahali tulipoona Mungu aliumba dhambi. Dhambi imekuja baada ya mwanadamu kuumbwa. Kwa hiyo dhambi imemkuta mwanadamu. Mungu hakumleta mtu duniani ili aishi katika maisha ya dhambi. Alimleta mtu duniani ili aishi maisha yanayompendeza Mungu, yanayomfuata Mungu. Tunaenda pamoja? Ndio maana unaona kwamba Mungu alimwambia Adamu, uko wapi? Manake kuna mahali ambapo Adamu aliwekwa na Mungu baada ya kutenda ile dhambi ikamtoa kwenye misingi ambayo Adamu aliwekwa. Kwa hiyo mwanadamu aliwekwa kwenye misingi ya akili ya mfano wa Mungu. Baada ya dhambi kuingia duniani au ulimwenguni, ikavuruga misingi ya mwanadamu. Akili yake ikavurugika, maisha yake yakavurugika. Ili aweze kukaa na kutumia akili ipasavyo afanikiwe kwenye maisha, anamhitaji Mungu aweze kumsaidia kuishi maisha yanayompendeza kwa kutumia akili za kimungu zirudi kwenye mfumo ambao mwanadamu aliumbwa. Ndio maana anahitaji msaada wa Mungu. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa aishi atumie elimu aliyonayo, atumie fedha alizonazo, atumie mali alizonazo. Aliumbwa ili atumie akili aweze kufanikiwa, akili ambazo ni za kimungu. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Waraka wa Yohana. Waraka wa Yohana. Waraka wa Yohana 5. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:20. Amen. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Amen. Neno Bwana anasema,
Nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Amen. Ni kitu gani ambacho watu wanatoka mataifa mengine kuja Tanzania wanaona fursa za kuwekeza, wanaona fursa za biashara, alafu kuna Watanzania wapo kwenye hiyo nchi yao hawajui fursa, hawaoni fursa. Unalalamika maisha magumu, lakini kuna watu wanatoka nje wanakuja kufanya biashara na wanafanikiwa. Sio biashara kubwa, sio kusema mtumishi sasa nataka mtaji. Kama wao wanaona fursa, wewe unaona nini? Unaona majitu, sio? Hauoni wema wa Bwana, ile unaona majitu yanakutishia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Okay. Kama Mungu amempa mtu akili, ndani yake amembebesha kitu cha kufanya ili aweze kufanikiwa kimaisha. Ndio maana aliulizwa una nini? Una nini? Nimekupa akili, una nini? Usijaribu kulalamika maisha magumu. Hakuna maisha magumu kwenye Biblia, hayapo. Soma Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna maisha magumu. Hakuna neno maisha magumu, halipo. Tunataka tufanikiwe, lazima tumhitaji Roho Mtakatifu atusaidie kutumia akili ambazo Mungu ametupa. Usiishi kwa kutegemea ndugu zako, kuna siku hata kuwepo duniani. Acha kutegemea wazazi wako kama ndio waliokuleta duniani. Waheshimu kama wazazi, sawa, lakini usiishi kwa kumtegemea mwanadamu. Mtegemee Mungu. Okay. Kuna kijana nilikuwa naongea naye. Wakati naongea naye, mama yake aliyemzaa akamtungia maneno kwamba wewe umeenda kunisema kwa ndugu zangu kwamba kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa leo unakuja kwangu unataka msaada nikusaidie. Unataka kwenda hospitali ukatibiwe. Mimi siwezi kukupa hela. Mama yake mzazi alikaa tumboni miezi 9. Kamkataa. Unaweza kusema ndugu akakukataa. Mama yake mzazi kamkataa. Okay, inawezekana mtoto ana makosa, sawa. Lakini kama mzazi unafanyaje? Mtoto wako hapo unamkataa na hajataka hela ya kwenda kufanya kitu kingine. Ameomba pesa akatibiwe. Anaumwa. Ninakufundisha kwamba jifunze kumtegemea Mungu aliye hai. Kuna siku wanadamu wataondoka duniani,
Hakuna mtu atakuwa na msaada wako. Kuna watu unaweza ukawapigia simu zao hazipatikani. Kuna watu unaweza ukataka msaada wa maombi, hawaombi muda huo, wamelala kama wanafunzi wa Yesu walipoenda na Yesu kwenye Getsemane. Unatafuta msaada kwa wanadamu, unatafuta msaada kwa ndugu yako, kwa bosi wako. Tafuta msaada kwa Mungu ili akusaidie, maana yeye ndiye aliyekuumba. Yeremia anasema, ninajua mawazo ninayowazia, asema Bwana. Kwa hiyo tumeumbwa na Mungu, tunataka tumtegemee Mungu. Wanadamu kama Mungu amewaleta kutusaidia, watatusaidia ndio, lakini kuna muda wanaweza tusaidie, tusilalamike wala tusiwagombeze kwamba mimi nakununia kwa sababu umegoma kunisaidia. Hakuna mwanadamu aliyeletwa duniani ili aombe msaada kwa mwanadamu, haipo. Wakikataa kukusaidia wala usiwanunie, pesa ni ya kwao. Amen. Kwani ulikuwepo wakati wanatafuta? Usimnunie mtu. Eti nimempigia simu aliniambia atanisaidia akakataa. No, mtafute Mungu kwanza. Amen. Okay. Mathayo 6:33. Amen. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Amen. Neno la Bwana linasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Amen. Okay, ngoja nitafute kwenye Biblia ya Kiingereza. Hallelujah. Amen. But is hallelujah. Hallelujah. Okay, Mathayo 6:33. Anasema, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added into you. Tafuta kwanza, tunatafsiri sasa, tunakuja kwa Kiswahili. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Amen. Na haki yake. Yes. Sawa. Amen. Na hayo mengine mtafanya? Tazidishiwa. Mtafanya nini? Mtaongezwa. Amen. Kuna Biblia nyingine inasema mtapewa. Amen. Kuongezwa maana yake unacho, ila ukitafuta huna, unapewa. Kwa sababu ukitafuta ufalme wa Mungu, maana yake ile haki ya Mungu inaingia kwenye maisha yako. Amen. Kuna vitu hatupewi kwa sababu tunatenda mazuri. Kuna vitu hatupewi kwa sababu tunatenda mema. Tunapewa kwa sababu ni rehema za Mungu zinazoturehemu. Amen. 5:20. Amen. Nitarudia kusoma. Neno la Bwana linasema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Naye ametupa akili ili tumjue kwamba yeye anafanya nini? Aliye wa nini? Wa kweli. Nasi tumo ndani ya. Amen. Kwa hiyo Kristo sio wa uongo. Amen. Kristo sio wa nini? Wa uongo. Neno lake ni kweli na niamini. Amen. Akisema ndio, amesema ndio. Amen. Haijalishi wameenda kuroga, hawatafanikiwa. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linaishi. Uwe na neno la kusimamia mbele za Mungu. Amen. Lile neno linamshtaki Kristo. Ukienda na neno unamwambia Mungu, hili neno lako sio la uongo, ni la kweli. Inatakiwa litimie. Amen. Amen. Yeye sio mwanadamu hata aseme nini? Uongo. Kwa hiyo wanadamu tunasema uongo. Anajua kabisa. Sio kwamba ajui. Wanadamu ni waongo. Hello. Sisi wanadamu ni waongo. Yaani ni waongo, totally ni waongo. Hallelujah. Amen.
Haleluya. Amen. Kuna wengine wanaingiza uongo kwenye hekima. Nimetumia hekima bwana, kumbe ni muongo. Hekima hivi. Kama Roho Mtakatifu ndo amekwambia useme hivyo, isi okay. Kwa hekima yake. Maana hata Ibrahim mwenyewe alikuwa muongo. Akasema huyu ni dada yangu bwana. Kumbe mke wake. Sikia, tutakapofika pale, hiyo jamaa kwa jinsi ulivyo mzuri, hatutoboi pale. Hatupiti. Sikia, tukifika pale, mimi nitasema wewe ni dada yangu. Kikamlamba mpaka kwa Yakobo. Kwa Isaka kikamlamba tena. Ni akadanganywa, badala kupewa mke akadanganywa, akapewa mkubwa badala mdogo. Kinaenda hicho. Wataka kukwepa hii hapa. Sasa Mungu yeye ni wa kweli. Mungu yeye ni wa nini? Wa kweli. Wa kweli, sio muongo. Amen. Kama kwa akili zake amefanya imara mbingu, na hajatafuta msaada kwa mwanadamu. Okay, kuna watu wameokoka. Okay, ngoja niseme kuna watu wanasema ni Wakristo lakini wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Wanaenda kutafuta nini? Kuna watu wanasema Wakristo lakini ni wachawi. Wanatafuta nini kwenye uchawi? Wanatafuta plan B. Kristo hana plan B. Kristo ana plan A. Akisema utafanikiwa kupitia hili, unafanikiwa kupitia hilo. Hana mbadala. Mungu sio namba 2, ni namba 1. God is the first. Amen. Usijaribu kumchanganya Mungu na Kalmanzira, atakupiga. Kama unazania Natania, kamuulize Elia juu ya manabii wa Baali. Au kaulize wana wa Israeli walipochonga yule ndama. Musa amepewa taarifa akiwa mbinguni. Anasema wale jamaa kule walikoacha wameshaasi. Hakuamini. Aliposhuka akarudi akawatazama, akakuta jamaa wanaabudu ndama. Akashangaa sana, akasema hao watu imekuwaje huko walikotoka Mungu amewasaidia, leo hiyo wanamwamini ndama. Wanakuja na sababu ya kwamba hatujui Musa alikoenda. Inawezekana kafa huko. No. Angekufa singepewa taarifa kama amekufa. Haleluya. Musa amekasirika, akapasua na zile mbao. Manake alikuwa amebeba sheria ambazo Mungu alimpa maelekezo kule mbinguni. Akakasirika alipoona wanadamu, kwa sababu yeye ni mwanadamu kama wao. Akakasirika akasema hao wanadamu wamekosea sana. Mungu akasema sikia, hawa watu mimi siwezi kwenda nao. Siwezi kwenda nao kabisa. Wacha ni wagonge hapa, ni wapasue, ni uchinje wote. Kwa nini? Wamezini. Sikia, Haruni naye akapelekewa maelekezo kwamba sikia, wewe jamaa, jamaa mimi nashangaa walipata wapi nguvu ya kwenda kumshawishi Haruni akaenda akatengeneza ndama. Alafu alipomjali akasema sikia, nipeni pete za kwenye masikio yenu. Kwa nini aliwaambia pete za kwenye masikio yao? Kwa ajili ya kufunga usikivu, ili Mungu akisema wasimsikie. Ndio maana Musa alitoka, alienda tena kuomba toba. Alienda siku 40. Akarudi, Mungu akamwambia nimewasamehe, lakini siendi nao hata siku moja. Waache waende, taagizia malaika. Kuna watu hapa kwenye maisha yao wanatembea na malaika, hawatembei na Mungu. Sio vibaya kutembea na malaika, kama mbinguni utaenda. Lakini umeenda chini ya kiwango. Unaendaje na malaika? Malaika anaweza kuzuiliwa, Mungu hazuiliki. Amen.
Kama unazania Natania, kamuulize Danieli. Alipewa maelekezo ya kuomba siku 21. Siku ya 3 malaika anasema, yani ulipotia nia tu Mungu alikuwa amejibu. Kama alikuwa amejibu, mbona ilikuwa kimya? Nilikuwa nimezuiliwa huko mbingu, huko juu na mfalme wa Uajemi. Kwa hiyo malaika anaweza kazuiliwa. Usiende kwenye maisha yako na malaika. Tembea na Roho Mtakatifu, tembea na Mungu aliye hai. Hazuiliki. Mapenzi yake hakuna mtu anaweza kuzuia. Haijalishi wameweka jiwe kwenye hilo gereza, wameweka jiwe kwenye hiyo barabara, hakika ukitembea na Mungu ataviringisha hilo jiwe. Ndio kitu kilichotokea walipomzuia Yesu kwamba asifufuke. Mwana wa Mungu alifufuka kwa nguvu zote. Jiwe liliviringishwa, matatizo yaliviringishwa, kazi yako ilipatikana. Rabo shakara. Amen. Unaagiza malaika. Level yako sio ya kutembea na malaika. Una vita kubwa ambavyo malaika anaweza kazuiliwa. Unatakiwa utembee na nguvu za Mungu. Amen. Amen. Hili kanisa litembei na malaika, linatakiwa litembee na uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu. Amen. Mchawi yoyote akija anapigwa. Amen. 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 Vitu vyenu vinasuasua kwa sababu mnatembea kwenye kiwango cha malaika. Vinazuiliwa. Unatafuta kazi upate kila siku unamwagiza malaika. Akusaidie nini? Sio mbaya, lakini akusaidie nini? Kama anachelewesha, maana yule malaika aliyechelewesha unajua ni malaika wa vita. Malaika mkuu wa vita. Wanajua, wanaoelewa vita watanielewa kitu nasema. Vitani mnakuwa na kiongozi, kamanda anayeongoza kwenye mapigano. Kama kamanda mkuu wa mapigano amekamatwa, nyinyi askari wa kawaida mnafanya nini? Mnamhitaji CDF, mkuu wa majeshi, jemadari mkuu ambaye ni Mungu mwenyewe. Amen. Kuna mahali Mungu ametaka tuende, hatio hapa alipotaka. Kuna mahali anataka tuende ng'ambo ya pili. Tunatakiwa tuvuke, tusogee. Tunamhitaji Mungu. Ndio maana wana wa Israeli walikataa kwenda na malaika. Musa alisema, usitutoe hapa mpaka wewe utakapokubali. Amen. Aligundua, Musa aligundua. Amen. Musa aligundua, akasema kwenda na malaika ni chini ya kiwango. Akaenda tena kuomba toba. Sikia, akaomba toba. Ukisoma kwenye Kutoka utaelewa. Akaomba toba tena siku 40. Kwa hiyo kulikuwa na 40 za kwanza, 40 za pili, 40 za tatu. Amefunga naomba. Maana Mungu alimwambia, sikia, alipoomba toba, akaja kaona wale jamaa, akavunja zile sheria. Akarudi tena kuomba toba. Aliomba toba 4. Ina maana 40 mara 4 ngapi? 160. Alipoomba toba ya pili, Mungu akasema nimwasamehe, lakini mimi siendi nao. Akarudi tena kuomba toba 40 zingine za mwisho, ndipo Mungu akakubali, akasema nitaenda pamoja nao. Okay. Unaenda pamoja na nani? Unaenda pamoja na mmeo, unaenda pamoja na mtoto wako. Umekaa kwenye maisha unamtegemea mtu. Unamkaa kwenye maisha unamtegemea bosi wako. Haya, hiyo kazi sipokuwepo. Mimi kwa sababu nina kazi, nimeajiriwa, nimejiajiri, nina pesa. Usitegemee hizo pesa. Kuna pesa siku zisizokuwepo. Okay. Watu wangapi sasa hivi wanalalamika habari za mafuta yamepanda bei? Kibao. Sikia. Usipojipanga kiuchumi, hii ni trailer. Kuna watu wanapewa pesa hawana hata akiba, hata 100 hawana. Sio upati pesa unapata, unaweka akiba. Mtumishi azitoshelezi, hakuna pesa inayotosheleza. Weka akiba. Jifunze kuweka akiba, hata kama ni 5,000, 2,000, weka. Amen. Usinishangae mshahara utoshi, hakuna mshahara unaotoshaga. Wale waliosoma uchumi wanaelewa kwamba wanakuambia the more demand, the more supply. Yaani kadri unavyozidi kupata, kadri unavyozidi matumizi, nini naongezeka? Matumizi yanaweza kaongezeka. Okay, unapata mshahara 100,000, sawa.
unapata mshahara wa 100,000. Sawa. Ulikuwa unaishi kwenye chumba shilingi 15,000. Sawa, kwa mwezi. Umeanza kupata mshahara wa 100,000, unataka ukapage chumba cha 30,000. Unatoa wapi hiyo pesa? Umeenda Kariakoo na shilingi 50,000. Sio kwamba umeenda nayo kwa ajili ya kwenda kununua, yote ikaisha. Umeenda Kariakoo, umeenda kufuata vest, sema vest. Vest. Katuni moja shilingi ngapi? Kile kinani? 12,000. Umefika Kariakoo, umeona na sketi nzuri au umeona na suruali nzuri, ukaamua kununua. Kwani ulituma kununua sketi au suruali? Alafu unasema Mungu anioni. Umetumia pesa vibaya. Umepanga kula ugali maharage. Umeona nyama, unatamani ukanunue nyama. Sisemi usile nyama, lakini ni kukosa matumizi ya pesa. Unakuwa na matumizi mabovu. Kuna vitu vingine unanunua havina maana ya kununua. Kaviangalia vitu vyote ulivyonunua kama vina msingi kwenye maisha yako. Umenunua tu vitu, umepoteza pesa. Alafu unasema Mungu anibariki. Au unataka kubariki namna gani? Mungu sio wewe stahili. Tumia fedha yako vizuri. Umepata 10,000, weka vizuri. Umepata 5,000, weka vizuri. Haleluya. Amen. Wale mnaopewa hela kama mimi. Sema mnaopewa hela kama mimi. Napewa na wazazi wangu. Sawa? Au napewa na serikali. Sawa? Maana kuna wengine si wanafunzi wanasomeshwa kwa mkopo. Semester ina miezi 3. Anapewa shilingi 600,000. Tunaita boom. Sema boom. Boom. Sasa umepewa shilingi 600,000 kwa miezi 3. Maana yake kikanuni unatakiwa utumie shilingi ngapi? Ni miezi miwili na kitu, kama miwili na kitu, sio 3. Miwili. Maana yake utumie shilingi 10,000 kwa siku. Sawa? Sawa. Shilingi 10,000 kwa siku. Kuna mtu atasema mtumishi, shilingi 10,000 kwa siku haitoshi. Hivyo na mimi naweza kusema inatosha. Sina sehemu nyingine ya kupata, ndio hiyo. Nimepewa budget nitumie 10,000 kwa siku. Alafu naenda kunywa breakfast ya shilingi 3,000 asubuhi tu. 3,000 yote hivi. Unahesabu 7,000 inabaki 7,000. Mchana unakula shilingi ngapi? 3,500. Na jioni 3,500. Haujaweka hata akiba, hata buku kwenye hiyo 10,000. Haujatoa fungu la 10 kwenye hiyo 10,000. Shilingi ngapi? 100. Au ni shilingi 1,000 tuseme. Kama kwenye hiyo hujajua kuweka akiba, unategemea Mungu akupe milioni 2 ndio uweke akiba? Sawa. Kawauliza wale jamaa walikuwa 3. Walipewa nini? Wasomaji wa Biblia walipewa nini? Talanta. Kuna jamaa mmoja akasema, sikia wewe jamaa, najua unavuna mahali ambapo hujafanya nini? Hujapanda. Akachukua zile akazifukia. Akasema, yani mimi unaniambia hivyo? Kwa nini hizi nilizokupa, kwa nini usiwape wale ambao unajua kwamba wanazalisha? Sikia. Kuna watu wakifa wataenda mbinguni hapa, lakini watakufa na talanta zao. Kuna vitu Mungu ameweka kwenye maisha vya kukusaidia kuishi, kutoboa kimaisha, umekaa navyo. Shida sasa, hauendi kuuliza kwa Mungu kwamba Bwana Yesu, Yeremia 29:11 inasemaje? Ninajua mawazo. Sasa mawazo sio mawazo ya kufikiri. Usiseme hiyo kitu. I know the plan. Mipango. Mungu ana mipango kwa ajili ya maisha yetu. Anajua tule nini, tuvae nini. Mungu ni mkubwa, hajafungwa kwenye kibeseni, kwenye chupa ya maji ya uhai. Amen.
Mungu anaweza kukufanikisha kwa yeye anavyotaka. Lia na Mungu, muombe maelekezo ya kuishi. Usiamke tu asubuhi na kukurupuka na kwenda kazini. Mwambie Mungu, mipango yangu ulionayo kwa ajili yangu siku ya leo ninaitaka. Amen. Unamtumikia Mungu, sema hicho kitu. Haleluya. Amen. Mike inaniumiza hii. Ndicho kitu tunachotakiwa kufanya. Tunatakiwa kufanya, kukaa na Mungu. Mungu ni mkubwa kuliko tunavyomfikiri. Mungu tunaongea naye, anatupa mipango ya maisha, miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo. Nikikuuliza miaka 5 ijayo utakuwa wapi? Hujui au sijui. Lakini unaye anayekupa vision. Vision ya Mungu ya miaka 5 ya nchi hii iko wapi? Tanzania ijafa, iko hai. Miaka 5 ya nchi, haijalishi tunapita wapi. Maisha ya kwako, kuna ndugu zako wanakutegemea wewe ili utoboe na wenyewe watoboe. Hautoboi na wenyewe watoboe. Unadhani umeletwa duniani hivi hivi tu? Okay. Sikia. Kama Yesu mwenyewe alitaka watu wambebe kwenye maombi, wakalala. Hivyo hivyo, kuna watu wanataka uwabebe. Na kulalamika kwako na mizigo umebeba, wanataka uwabebe tena. Acha tu hivyo kwa malizo. Wakati tunapanda mlima mmoja kwenye nchi hii, tulienda kupanda ule mlima, mara ya kwanza tulikosea njia. Tulipotea mlimani. Acha hivyo hivyo. Haleluya. Sema tulipotea mlimani. Tukalala huko na baridi. Tukakoka na moto. Tukakaa. Tukaamka asubuhi, tukarudi mahali tulikokuwa tumekuwepo. Baada ya mwezi mwingine tukapanga tena safari. Wanaume kwa wanawake. Wanawake kama 3 ndio walifanikiwa kwenda mpaka kileleni. Sasa unapandisha mlima, bado kuna mtu unatakiwa umbebe, umvute, apande na yeye. Ndio kitu tunafanya kwa Mungu. Kuna watu wanategemea wewe ufanikiwe kwanza, ili na wenyewe wafanikiwe. Yaani usipofanikiwa totally na wenyewe hawafanikiwi. Usiniulize ni kwa nini. Ndio maana baraka zinazokuja kwenye maisha yako sio za kwako peke yako, kuna zingine zinapita tu. Kuna fedha zingine zinapita ni za Mungu. Sio kwamba kila pesa inayopita kwenye mikono yako ni ya kwako, haijalishi umepokea. Lakini nyingine inapita ni kwa sababu ya wewe ni lango. Lazima zipite kwenye lango, haziwezi kupita dirishani. Kwa zote unazihold, unazishika zote, unazichukua zote, unazitumia zote. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haya. Akili imegawanyika katika vitu vikubwa vitatu. Akili imegawanyika katika vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza, kutengeneza nia ya maisha. Kwa hiyo akili kazi yake ni kutengeneza nia ya maisha. Nia ya nini? Ya maisha. Ya maisha. Nia maana yake ni kusudio, tamanio la maisha. Cha pili, kutengeneza viwango vya kimaisha. Kutengeneza viwango vya kimaisha.
kutengeneza viwango vya kimaisha. Kwa hiyo maisha yana viwango. Kiwango chako unachoishi kiko level gani? Kiko hatua gani? Au ndio ile bora lieni? Bwana Yesu akikuchukua unaenda mbinguni. Cha tatu, kutengeneza vipaumbele vya maisha. Amen. Kutengeneza vipaumbele vya nini? Vya kimaisha. Kwa kuna vipaumbele vya kimaisha ambavyo mwanadamu anatakiwa aviishi. Priority. Kipi ni cha kwanza, kipi ni cha pili? Kipi ni cha tatu, kipi ni cha nne? Kipi ni cha tano, kipi ni cha sita? Kipi ni cha saba? Okay. Kuna mtu alipewa kupanga vipaumbele vya maisha yake. Mungu akamwambia, nipangie vipaumbele. Nipangie vipaumbele vya kimaisha. Alipewa mke, akapewa huduma, akapewa watoto, akapewa na Mungu mwenyewe. Akasema vitu vinne hivi nataka unipangie kulingana na kipaumbele chako wewe. Akaanza kupanga. Cha kwanza, akamweka Mungu. Cha pili, akaweka huduma. Sasa mtu anauliza, hivi Mungu na huduma inakwaje? Huduma ni huduma na Mungu ni Mungu. Sawa? Sichanganye. Hakusema tafuteni huduma kwanza, alisema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Huduma ziko hizi? Sawa. Cha tatu, akamweka mke. Cha nne, akaweka watoto. Akaambia Mungu, hivi hapa nimeviweka. Mungu akamwambia, umekosea. Umefanya nini? Nakosea. Umekosea. Akampa namna ya kupanga. Hivyo nini? Hivyo vipaumbele. Amen. Akamwambia Mungu ndio wa kwanza kwenye maisha yako. Yaani fanya unapofanya, Mungu ni namba moja. Sio mke, sio watoto, sio huduma. Mungu ni nani? Namba moja. Namba moja. Haleluya. Amen. Namba mbili, akamwambia hapa hawezi kuweka huduma. Unatakiwa mweke mke wako. Haleluya. Amen. Namba tatu, akasema ndo anakaa mke. Namba nne, watoto. Kwa nini mke aliwekwa namba mbili? Alafu huduma ikawekwa ya tatu. Hilo ni somo lingine nitakuja kufundisha Mungu akinipa nafasi. Lakini pointi yetu inasema akili ina vitu vikubwa vitatu.
Hicho cha tatu ndio nimesema vipaumbele vya kimaisha. Kitu gani ndicho cha kwanza kwenye maisha yako? Ni Mungu au kazi yako? Ni Mungu au huduma ulio nayo? Ni Mungu au watoto ulio nao? Ni Mungu au biashara ulio nayo? Nini kipaumbele kwenye maisha yako? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Muda wetu umekwisha. Na tumepita na pointi 2 tu. Hicho ndicho kichwa cha somo. Hallelujah. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama tuweze kuomba. Kama ilivyoandikwa, neno la Bwana linasema, kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Amen. Nasoma ile waraka wa kwanza wa Yohana 5:20 mpaka 21. Amen. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. 21. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Amen. Kwa hiyo jilindeni nafsi zenu, manake ameweka mjumuisho. Nimesema akili ziko ndani ya nafsi. Mwanadamu akitaka mtumikie Mungu, akitaka afanikiwe, anatakiwa kulinda nafsi yake aliyo nayo. Amen. Nafsi ya kila kitu. Nafsi imekaa katikati. Nafsi ndiyo tafsiri ya mambo ya rohoni kwenda mwilini na mambo ya mwilini kwenda rohoni. Amen. Nafsi ina akili, nafsi ina hisia, nafsi ina kukataliwa, kujua kukataliwa au kupendwa. Nafsi imebeba misingi ya mwanadamu. Ndio maana lazima ujifunze kunena kwa lugha ili kujenga nafsi yako iwe imara. Biblia inasema anenaye kwa lugha hasemi na mtu, bali ananena na Mungu mambo ya sirini. Ili kufanya nini? Ili kujenga nafsi yake. Hallelujah. Amen. Nyakati wa kwanza 12:32. Nyakati wa kwanza 12:32. Amen. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Bwana linasema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Watu wenye akili za kujua nyakati. Amen. Nyakati tulizo nazo sasa ni nyakati za namna gani? Ni nyakati ambazo tunatakiwa tumtafute Mungu kuliko jana. Amen. Ni nyakati ambazo tunatakiwa tutafute uso wa Mungu kuliko jana. Amen. Tusiishi kwa mazoea, tusiishi kwa kuenenda kama wanadamu, tuishi kwa kuenenda kama Mungu atakavyo. Amen. Anasema wana wa Isakari wenye kujua, wenye akili za kujua nyakati. Amen.
Unatakiwa ujue hapo ulipo ni mahali ambapo Mungu amekusudia uwepo, sio kiwango ambacho Mungu amekusudia uwepo. Unatakiwa ujue kwamba maisha ninayoishi sio maisha ambayo Mungu anayataka niishi. Kuna maisha ambayo Mungu ameyakusudia. Hausiridhike na kula kile kitu ambacho ulikuwa unakula jangwani kama wana wa Israeli. Amen. Wakakumbuka ukoko, wakakumbuka wali waliokuwa nakula kwenye masufuria, kwa sababu wameona magumu kwa dakika mbili, wanakata tamaa, wanataka kurudi tena kule kwa Misri kwa Farao. Kuna vitu ambavyo vinakurudisha nyuma, sio kwa sababu humtaki Mungu, ila kwa sababu haujazoea kutengeneza nguvu za kuishi maisha ya kumtegemea Mungu. Unakata tamaa, umekutana na maji kidogo, unataka ukate tamaa. Okay, kama wana wa Israeli walikuwa wanavunjika moyo, hawakujua Mungu alikowatoa. Walijua karaba, lakini kama walijua alikowatoa, maana yake wanatakiwa kuwa na uvumilivu. Amen. Umekata tamaa kiasi gani? Unataka kumwacha Mungu, unataka kuacha uokole eti kwa sababu maisha yako unaona ni magumu. Nimesema hakuna neno kwenye Biblia linasema maisha magumu. Maisha magumu yanatoka kwenye mdomo ulio nao, kwenye kinywa chako. Ni vile unavyokiri. Awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unawaza nini kwenye nafsi yako? Kwenye akili yako unawaza nini? Amen. Au unawaza majitu? Amen. Mungu uliye hai, asante kwa neema na uaminifu wako. Asante Mungu kwa ajili ya watoto wako. Umewaleta kwenye madhabahu hii. Umewaleta kwenye madhabahu hii. Umewaleta kwenye madhabahu hii. Umewaleta kwenye madhabahu hii. Madhabahu inayojibu. Madhabahu yenye macho. Madhabahu yenye nguvu wa roho. Madhabahu ambayo Mungu ameketi kwenye hii madhabahu. Moto unawaka asubuhi, mchana, jioni mpaka usiku. Ni madhabahu yenye majibu kwa watu wanaokuja kwenye hii madhabahu. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya hii madhabahu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya kuhani wa hii madhabahu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wa hii madhabahu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya waombaji wa hii madhabahu. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu tupe akili sawa sawa na Mithali Bwana 3:19 kwamba wewe unaifanya mbingu kuwa imara kwa akili zako. Tunataka tuwe na akili sawa sawa na mapenzi yako. Kuna vitu vinavuruga akili zetu. Kuna maisha ambayo yanavuruga akili zetu. Tunahitaji ukombozi katika akili zetu. Tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya akili zetu, kwenye malango ya akili zetu, kwenye malango ya akili zetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu iliyokamata akili, iliyokamata nafsi katika ulimwengu wa roho, tunaachilia moto wa Roho Mtakatifu, tunaachilia moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Hizo madhabahu zilizokamata akili, watoto wa Mungu wanashindwa kufanikiwa kimaisha, ni kwa sababu ya akili zilizoshikwa na madhabahu zao, ni kwa sababu ya nafsi zilizoshikwa na madhabahu zao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya usumbufu, kila aina ya vikwazo vilivyoshika kwenye hizo akili, vilivyoshika kwenye hizo akili, karabashaka, kandarabashaka, 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 raboshaka, 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 raboshaka. Kila walioshika akili, kila walioshika akili, wameshika akili za watoto wako, wameshika akili za wanao, wameshika akili za mume wako, wameshika akili za mtoto wako, za mume wako, za mke wako, za kazi yako. Rabashaka, rabashaka, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto. Kanda rabashaka, kila bakorobo shaka, kila bakara manseka. Kuna watu wamepewa wazo la kufanya biashara, lakini akili zao zimefungwa. Rikanda raba